E, ni kweli unaweza ukazeeka na ukawa umezeeka vibaya sana, ukawa mtu wa hovyo sana. Moja ya kitu kimenishangaza sana nilipowasikia hawa wazee wa Mbeya wanaojiita machifu. Nikawaza mara mbili mara tatu, ni kwamba yani pamoja na uzee wao, pamoja na kuzeeka kwao, ila hawajionei huruma wala hawaoni kama ni wazee na walipaswa kufanya nini au walitakiwa kufanya nini. Malalamiko waliokuwa wanayatoa, hatutaki wanaoandamana, hatutaki watu wabaya ambao wanataka kuandamana kwa ajili ya kuleta vurugu kwenye nchi yetu. Nchi yetu ni ya amani. Nilikuwa najaribu kujiuliza, hivi amani wanayoizungumzia hawa wazee ni amani ya namna gani? Wanasema nchi yetu ina utulivu. Ni utulivu wa namna gani? Unajua, hili neno ya kwamba nchi yetu ni ya amani, nchi yetu ni ya utulivu, wameongea watu wengi, wamesikika watu wengi ambao unajua tu kabisa wako upande wa wanaohujumu nchi na kuiumiza nchi, ndo unayasikia hayo maneno kwao tu. Nao wazee unasikia nchi yetu ni ya amani, nchi yetu hatutaki vurugu kwenye nchi yetu. Unaanza kujiuliza, hivi amani wanayoisema hawa wazee ni amani ipi? Ina maana wao malalamiko ya watu wanayolalamikia kuonewa, kuteswa, kutekwa, kubambikizwa kesi, kufungwa gerezani pasipokuwa na hatia, utekaji na vitu vingi ambavyo watu wanalalamikia, matumizi mabaya ya rasilimali za wananchi, haya yote wenyewe kwao ni amani. Ni amani, nchi yetu ni ya utulivu. Alafu kibaya zaidi sasa, hawafafanui kwamba sasa hicho mnachofanya ni kibaya, badala yake fanyeni hiki na hiki na hiki ili muweze kupata madai yenu au mnachokihitaji. Kiukweli inasikitisha sana, na wanajaribu na kutoa laana kama machifu. Watu wa Mungu, angalieni, sijui mtamlani nani karne hii. Hizo laana na nini za uchifu, na watu wakiwa wanadhulumiwa hivi, wanateswa hivi, wananyanyaswa hivi, bado wapewe na laana juu za machifu. Basi hizo laana zitakuwa hazijui kwa kwenda, zitakuwa hazioni kwa kwenda. Neno la Mungu linasema laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Sasa mtu akuonee, akutese, akudhulumu, akufunge, akuue, alafu bado huyo tena eti ndo akupe laana, na hiyo laana ikulane. Basi laana ni kitu cha ajabu sana na cha kipumbavu sana. Moja ya kitu ambacho machifu wa Mbeya wamejishushia hadhi, yani kiukweli hata thamani ile ya uzee haionekani, ni kuto kukemea wabaya, bali kukemea wanaolalamika na kudai kwamba tunaonewa. Neema Yesu Kristo yu pamoja nani.